Mamlaka ya maabara ya mkemia mkuu wa serikali GCLA ni maabara ya rufaa ya serikali GCLA. Tunalinda afya ya jamii na mazingira GCLA. Asante Rais Samia, kazi iendelee. Mtazamaji, karibu tena katika kipindi cha Ijue Mamlaka ya maabara ya mkemia mkuu wa serikali. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeendelea kuboresha huduma za afya nchini. Hivyo, mamlaka ya maabara ya mkemia mkuu wa serikali katika kuiunga mkono serikali, mwaka 2014, mamlaka ilianzisha kituo cha kudhibiti matukio ya sumu nchini kwa lengo la kupunguza idadi ya wanaodhurika na kufariki kutokana na matukio ya sumu. Katika kipindi chetu juma hili tunakuhabarisha kuhusu masuala ya sumu ya nyoka, na kwa kuanzia, mkuu wa Kituo cha Taifa cha Kudhibiti Matukio ya Sumu, Yohana Goshashi, anaanza kwa kuelezea majukumu ya kituo. Jina langu naitwa Yohana Goshashi, msimamizi wa Kituo cha Kitaifa cha Kudhibiti Matukio ya Sumu ambacho kiko mamlaka ya maabara ya mkemia mkuu wa serikali. Kituo chetu kina majukumu ya kusimamia au udhibiti wa sumu hapa nchini, kutoa elimu kwa wananchi namna ya kujikinga na matukio ya sumu za aina mbalimbali, pia kuwezesha wataalamu wetu wa afya kutoa tiba sahihi pale matukio ya sumu yanapojitokezea. Sumu zinasababishwa na vitu mbalimbali ikiwemo kemikali za majumbani, kemikali za viwandani, lakini pia mimea na wanyama. Sasa katika hizi sumu ambazo tunaziongelea kwamba makundi haya yanayosababisha sumu, kwa leo nataka kuongelea kuhusiana na sumu ya nyoka. Mara nyingi nyoka ni wanyama ambao wamo katika mazingira yetu na tunawaita ni wanyama wenye damu baridi, na hivyo hupendelea kuishi mazingira ambayo yatawawezesha wao katika hali yao hiyo kuweza kuishi. Kwa hiyo aghalabu nyoka wengi tutawakuta wako kwenye mapango, kwenye miamba, kwenye misitu mikubwa, majani marefu na magogo. Sasa sehemu hizo nilizozitaja, pia sisi kama wanadamu tuna shughuli zetu mbalimbali za mahitaji ya kuweza kuishi, nako tunajikuta tuko pale. Kama ni kwenye miamba au kwenye misitu makubwa au miti mingi, utakuta pia ndio penye vyanzo vya maji, tunaenda kuchukua maji, au tunatafuta kuni, ama ni sehemu zenye rutuba tutaenda kulima. Kwa hiyo katika kuhangaika kwetu ndio tutakumbana na nyoka. Je, ni mambo gani ukiyafanya yatakusaidia kuepukana na sumu ya nyoka? Ni mambo gani ambayo ukiyafanya yatakusaidia kuepukana na sumu ya nyoka au kukumbana na nyoka? Kwa mfano, ukiwa unasafiri, anaona nyoka anakatiza barabarani, ni hatari sana kujaribu kusema unataka umgonge au mkanyage na tairi zako. Unaweza ikatokea uwezekano wewe kumgonga, ndio, lakini ukatokea pia uwezekano usimgonge, na yule nyoka anachoweza kufanya ni kuingia kwenye sehemu yako ya gari na wewe ukamsafirisha, ukatoka naye huko uliko mkuta kama ni polini, ukampeleka nyumbani. Kuna wale wenzetu wanaokuwa ni wavuvi, wako nyoka wanaweza kupatikana katika maeneo hayo. Tusijaribu kuwakamata wanapokuwa wamenasa kwenye mitego yetu, kwa sababu kwa kufanya hivyo watapelekea uhatarishi wa kung'atwa au kugonga nao. Kwa hiyo tujiepushe nao. Ikiwa tuko katika maeneo ya mashamba, basi tuelewe pia kwamba katika mazingira hayo nyoka wanaweza wakawa wapo. Kwa hiyo ni vyema kujitahidi kwamba tuvae viatu virefu kama hizi gumboot, ambazo wakati huo tunapokuwa tunafanya shughuli zetu zitatuepusha kuweza kukumbana na sumu hizo za nyoka pia kutufikia sisi. Katika maeneo yetu ya nyumbani tunapokuwa tunaishi, ni vyema kuwa makini. Tunapokuwa tuna sehemu zile za ufugaji na tumeziweka karibu sana na makazi yetu, basi tujue pia kwamba nyoka wanaweza kuwa wamependelea kwenda kuwakamata hizo vifaranga kama ni kuku kwa mfano, au baadhi ya mayai ambayo anaweza kataa kufanya hapo, na mazingira hayo yanaweza yakawa yanamvutia. Kwa hiyo tuhakikishe mabanda haya yanakuwa mbali na maeneo yetu ya makazi. Lakini pia kama ni usiku na unatembea mazingira ambayo unajua pia utakumbana na nyoka,
basi uwe na tochi inaweza kukumulikia uweze kuona unakokuwa unaenda. Kama kuna majani marefu, mashimo, vichaka na miti inayogusa maeneo yetu ya makazi, vyote hivyo vinaweza kupelekea kuwepo kwa nyoka wanaweza kuingia katika makazi yetu. Kwa hiyo tukisafisha hivyo vitu vitatusaidia katika kuwa salama au kujiepusha na sumu zinazosababishwa na nyoka. Je, unawezaje kutofautisha kati ya nyoka mwenye sumu na nyoka ambaye hana sumu? Mtu anaweza kauliza jinsi ya kuwatofautisha nyoka wenye sumu na nyoka wasio na sumu. Nyoka wenye sumu mara nyingi wanapenda kujificha, na aghalabu pia wakiwa wamekumbana na mtu na wakatakiwa kumgonga mtu, wanafanya hivyo kwa ajili ya kujihami. Kwa hiyo kadiri ya tafiti mbalimbali inaonyesha kwamba 50% mpaka 70% ya kugongwa na nyoka, mara nyingi nyoka hatoi sumu. Tunaita dry bite, kwa maana ya kutaka kujihami na kujilinda. Tafiti zinaonyesha kwa nyoka walioko hapa nchini karibia nusu hawana sumu. Alafu jambo lingine kuhusiana na nyoka, ili sasa aweze kutoa sumu inatokana na wewe jinsi ulivyotaka kumsumbua. Kwa hiyo kama ukileta usumbufu mkubwa kwake, kwa maana ya kutaka kwamba umemuona sasa unataka umuue au unataka kupambana naye, kwa kadiri ya mapambano yanavyozidi ndivyo na yeye anavyoweza kuongeza kiwango cha sumu kwa kadiri anavyokuwa anakitoa. Tafiti zingine zinaonyesha kwamba nyoka wenye midomo iliyochongoka wana sumu kali zaidi. Alafu wale ambao wenye midomo yake yani ni ya mduara, yani mzunguko, mdomo wake uko mviringo, wanahesabika kama hawana sumu kali. Lakini hili pia si kwa wote. Kwa kuna baadhi ambao midomo yake ni ya mviringo na unakuta kwamba pia wanakuwa wana sumu kali. Kuna aina ya meno ambayo nyoka anakuwa nayo. Kuna wale ambao wanakuwa na meno mawili mbele na yanakuwa yamechongoka marefu. Inasemekana pia wanakuwa na uwezo mkubwa wa kuwa na sumu kali. Lakini wapo baadhi unakuta wana meno hayo na pia sumu yao sio kali. Kuna wale ambao pia meno yao ni mafupi lakini pia sumu zao ni kali. Na jinsi yalipokaa, sehemu gani yalipokaa katika mdomo. Kuna mengine yamekaa kwa mbele na mengine yanakaa kwa nyuma. Kwa hiyo yote pia inarahisisha na urahisi wa namna ya yeye kushambulia au kuto kushambulia. Yohana Goshashi anaendelea kuelezea madhara ambayo yanaweza kusababishwa na sumu ya nyoka. Hapa nchini mara nyingi tunapata takribani matukio 100,000 na kitu yanayosababishwa na sumu mbalimbali. Utaona karibia 20,000 na kitu mpaka 30,000 ni matukio ya kung'atwa na nyoka. Sasa nyoka hawa wako katika makundi na aina mbalimbali zinazoweza kusababisha hii sumu itokanayo na nyoka. Nyoka mara nyingi wanapomshambulia mwanadamu wanaweza wakawa wako katika kundi ambalo sumu hiyo inaweza kashambulia mfumo wa fahamu wa mwanadamu, na hivyo kuleta usumbufu huo ambapo inaweza kapelekea mtu akawa anachanganyikiwa au akapoteza fahamu kutokana na kwamba mfumo ulioshambuliwa ni wa fahamu. Na nyoka mfano wake mwenye sumu hii ni pamoja na koboko au wengine anamuita green mamba au black mamba. Aina nyingine ya sumu ambayo inapatikana katika nyoka ni pamoja na sumu ambayo inaharibu mfumo wa kawaida wa damu. Hivyo inapelekea mfumo ule wa damu kuganda usiweze kuwepo. Nyoka hawa wanaitwa hematoxiki, ambao mfano wake ni pamoja na nyoka wanaopanda miti. Kwa hiyo anapokuwa amemng'ata mtu tayari unakuta sasa yule mtu anaweza akawa anatoka damu ambayo sasa udhibiti wa damu ile kuweza kuganda na kuwa sio sahihi. Na akifika hospitali basi madaktari wanaweza kutambua kama wakiona ishara zingine za kuumwa na nyoka pamoja na hii ya damu kutoka kuganda, basi wanaelewa kwamba mtu huyu atakuwa amekumbana na sumu ya nyoka wa aina hiyo. Lakini aina au kundi lingine la tatu la nyoka na sumu ni hii ambayo mara nyingi inashambulia seli za mwanadamu. Utakuta eneo lililong'atwa limevimba. Baada ya zile seli zinakuwa zimevimba baada ya kuwa tu yule mtu ameshambuliwa na nyoka.
Na hili hapa kuna kundi la nyoka ambao wanaitwa kifutu au viper. Wale wanasababisha sumu hii, na mara nyingi wanapokumbana na mtu basi hupelekea kupata shida hiyo. Je, nini ambacho tunaweza kukifanya kikasaidia katika kuwafanya nyoka wasiwe katika mazingira wanaoishi binadamu? Mara nyingi maeneo yaliyo vijijini na hata pia walioko kwenye miji, wengine wanajishughulisha na ufugaji. Kwa hiyo tukijishughulisha na ufugaji pia inabidi tuwe makini, kwa sababu mara nyingi nyoka pia wanavutiwa na ufugaji wa wanyama kama kuku na vifaranga wale, na wengine imedhihirika pia wanapenda kula mayai kama ya ndege. Kwa hiyo wanaweza kawa wanavutiwa na vitu kama vile na kufika katika maeneo yetu. Kwa hiyo tunapokuwa tumeweka hilo, tuhakikishe kwamba tumeondoa hivyo, tumeweka mazingira ambayo hayatawafanya wao wavutike kufika katika maeneo yetu. Lakini pia kuna wengine wamewahi kusema kwamba ukitumia labda vitu mbalimbali ikiwemo na kemikali, wengine akasema oili chafu, naambiaga mitaani kule kwamba inaweza kusaidia kuwafukuza nyoka. Utafiti wa kisayansi hauonyeshi kwamba nyoka wanaweza wakaondoshwa na kemikali ya aina yoyote. Lakini jambo lingine ambalo pia watu wanaweza kulifanya ambalo nalo likaepusha kukumbana na kugongwa na nyoka ni katika maeneo yale ambayo wengine wanalala labda chini. Ukilala sehemu chini na ni usiku umetandika chini, basi ujiridhishe kwamba sehemu hiyo nyoka hawezi kupanda. Kwa hiyo ulale sehemu ambayo iko juu, ambayo sio rahisi sana nyoka kwenda kupanda. Hayo yote ni mazingira ambayo yanaweza yakasaidia kuepusha kuumwa na nyoka. Sasa ninayasema haya yote kwa wito wangu kwa wananchi ni kwamba nyoka wamo katika mazingira yetu na hatuwezi pia kuepuka moja kwa moja. Kuna wengine wanasema pia tukiwakosa hawa nyoka basi tutajikuta pia tunasumbuliwa pia na wanyama wengine waharibifu wakiwemo panya. Unaona? Pia hapo awali nilisema ukiwa pia una maeneo unayoishi ambayo yako karibu na upatikanaji wa hao panya, vyura, yote hayo ni vitu vinavyoshawishi nyoka kuwa nasi. Kwa hiyo la msingi zaidi ni kuwa na mbinu zile ambazo tunaweza kuzitumia kuepuka kuweza kukumbana na hizi sumu ya nyoka, kwa sababu madhara yake ni makubwa kiafya, ikiwemo kupoteza maisha, lakini pia yanaweza kutupotezea muda wetu wa kuzalisha mali na ambao wananchi wangeweza kutumia kufanya shughuli zao nyingine. Kwa hiyo ni vyema basi tukachukua tahadhari. Na tahadhari mara nyingi wakati mwingine tusifikirie kwamba ni ghali. Kama tulivyosema, baadhi ya viatu vipo vya plastiki hivi, vigambuti, zingine zinauzwa bei sio kubwa. Pale ambapo huku kwa mfano ni wakati wa maandalizi ya shamba na ndio wakati huo labda nyoka wanakuwa wengi, basi ukiona yeye magambuti yako umevaa, utakumbana naye, lakini hataweza kukuletea madhara kwa sababu atagonga sehemu ambayo haiwezi kufikia mwili wako na hivyo utabaki salama. Kwa hiyo tuchukue tahadhari. Sumu ya nyoka kwa hapa nchini inaathiri watu wengi kama nilivyotangulia kusema kama hapo awali, na tusiweze kuwa tunakumbana nayo kwa maana ya kwamba itatupotezea wakati. Scholastica Iyera ni mtaalamu wa masuala ya sumu kutoka Mamlaka ya Maabara ya Mkemia Mkuu wa Serikali. Anatuelewesha namna ambavyo tutagundua kuwa tumegongwa na nyoka. Kwanza, inawezekana kwamba baada ya kuhisi umeumwa na kitu na ulipoangalia ukamwona nyoka, moja kwa moja utafahamu kwamba umeumwa na nyoka. Lakini inawezekana nyoka amekuuma kwa haraka na akakimbia na usifahamu kama umeumwa na nyoka. Kwa hiyo ni dalili zipi au kipi kitakufanya kwamba aliyekuuma ni nyoka au ni mdudu mwingine? Kwanza kabisa, kama amekuuma nyoka na hasa wale wenye sumu, kutakuwa na alama kuanzia moja na mara nyingi huwa zinakuwa alama mbili za vidonda, ambapo inakuwa ni vidonda kama vile umechomwa na sindano. Kwa hiyo zinakuwa mbili au wakati mwingine hata zaidi kama nyoka alikuuma zaidi ya mara moja. Lakini dalili nyingine ni kwamba ni kuvimba kwa lile eneo au na wakati mwingine kubadilika rangi, kunakuwa na rangi ya wekundu katika lile eneo pamoja na kuvimba. Lakini wakati mwingine utahisi maumivu kwenye lile eneo alilokuuma. Lakini kama tumeangalia toka mwanzo, nyoka wapo aina tofauti tofauti na wana sumu tofauti tofauti. Kuna baadhi ya nyoka wakikuuma unaweza ukahisi kichefuchefu na wakati mwingine hata kutapika. Lakini pia tulisikia kuna wale nyoka ambao wanashambulia mfumo wa ufahamu. Ukiumwa na nyoka wale wakati mwingine unaweza ukahisi kwamba unaona kama maluelue
au wakati mwingine hata kupoteza fahamu. Lakini pia kuna baadhi ya nyoka tu akikuuma tulisema kwamba unatokwa na damu nyingi. Kujua hao wakati mwingine changamoto yake anaweza akikuuma damu isitoke kwa muda huo ndani ya masaa 6 hadi 24 ndo damu inaanza kutoka. Kwa hiyo kwa kesi kama hizo wakati mwingine hata inashauriwa kwamba umeumwa na nyoka basi pata huduma ya afya, wao ndo watajua. Unaweza ukakaa lakini baada ya masaa 6 hadi 24 ikaanza kutoka damu ambayo haina mwisho, yani inatoka tu na huwa haizuiriki. Je, ni nini cha kufanya au hatua zipi za kuchukua ikiwa umeumwa na nyoka au kumsaidia mtu ambaye ameumwa na nyoka? Ni nini tukifanye au hatua zipi tuzifanye, aidha kama wewe mwenyewe umeumwa na nyoka au kumsaidia mtu mwingine? Kitu cha kwanza kwamba mtu akiumwa na nyoka lazima apaniki. Kwa hiyo cha kwanza kumsaidia mtu yote aliyepatwa na janga la kuumwa na nyoka ni kujaribu kumtuliza, au hata kama mwenyewe kujaribu kutulia ili uwe katika hali ya kawaida. Kwa nini tumtulize? Mtu akipaniki mapigo ya moyo yanaenda kwa kasi, kwa hiyo damu itasafiri kwa haraka. Kwa hiyo kama ile nyoka aliyemuuma ni kweli nyoka mwenye sumu, urahisi wa kusafirisha ile sumu kufika kwenye moyo na kwenda sehemu nyingine ya viungo vya mwili na kuleta madhara inakuwa ni kubwa. Lakini tukimtuliza mtu mapigo ya moyo yatakuwa kawaida, kwamba usafiri wa damu utakuwa ni wa kawaida ambao tunaweza tukamsaidia yule mtu hadi tukamfikisha kituo cha afya na akapata matibabu. Lakini kitu kingine cha kumsaidia kwamba ile sehemu aliyoumwa iwe ni mguu, mkono au eneo lolote, hatutakiwi kulichezesha. Kama tulivyosema kwenye kupaniki. Kwa hiyo kama ni mkono tukiuchezesha au mguu tukiuchezesha, tunasaidia ile damu iweze kutembea kwa haraka kufika maeneo ya moyo ambayo inakuwa ni hatari zaidi. Kwa hiyo tunashauriwa mtu kama huyo atulie, na kama kile kiungo au ni mguu basi asiutembeze, na kama tupo aidha tumbebe au tutafute usafiri ambao yeye atakaa atatulia wakati wote tunahangaika jinsi ya kumfikisha katika vituo vya afya. Kitu kingine, kuna swala la kufunga. Kuna kipindi ilikuwa alishauriwi kabisa, sababu tuliona changamoto inakuja kwenye wale nyoka tulisema kwamba wanashambulia seli. Nyoka anayeshambulia seli tukifunga, tusipofungua ile kwa muda mrefu hadi tukifika maeneo labda mtu wa kutibiwa, ile sumu inakuwa imekula ile seli yote, na kuna baadhi ya watu wamepoteza viungo kwa mtindo huo, kwamba alifunga hadi kufika kule ile sehemu yote imeoza na ule mkono umeoza. Kwa hiyo hata baada ya kufungua tunakuwa hamna tulichosaidia, sana sana inakuwa ni kiungo cha kukatwa na kutupa. Kuna wakati mwingine umepatwa na kesi kama hiyo, lakini unashindwa kwamba ni jinsi gani nitamsaidia huyu mtu. Unaruhusiwa kupiga simu kwenye kituo cha kudhibiti matukio ya sumu, na wataalamu wa kutoa taarifa za sumu watakusaidia kwamba ni jinsi gani sahihi ya kuweza kumsaidia huyo mtu hadi pale atakapopata huduma za kimatibabu. Kwa hiyo unaweza ukapiga simu kwa kutumia namba ya kituo ambayo ni 0736613333. Scholastica anatoa wito kwa wananchi. Ushauri wangu au wito wangu kwa ujumla, kwa sababu kwa hali ya kawaida katika jamii zetu kwamba nyoka akining'ata sijui kama huyu nyoka ni ana sumu au nyoka hana sumu. Kujua kwa kiasi kikubwa tunasema kwamba nyoka hawana sumu, na wakati mwingine nyoka anaweza akakugonga tu kwa kujihami, sio kwa lengo la kukuachia sumu. Kwa hiyo ikitokea kesi yoyote ya nyoka, tusijaribu kukaa nyumbani na kurelax. Sababu kama nilivyosema, mfano nyoka ambaye anasababisha damu kuto kuganda, wakati mwingine na madhara yake yanaweza kaja kutokea ndani ya masaa 6 hadi masaa 24. Kwa hiyo kikaa nyumbani ukarelax, zeni baadaye anapokuja kutokea madhara yanakuwa ni makubwa zaidi, na hata kukusaidia inakuwa ni ngumu. Kwa hiyo kwa kesi yoyote ya nyoka tuhakikishe kwamba aidha kama ni wewe mwenyewe au ni jirani au ni mtu yoyote, tuhakikishe amefikishwa katika vituo vya afya na amepata matibabu, na madaktari wao ndo watakao ruhusu kwamba huyu mtu tumwangalie hapa kwa kipindi fulani, au mtu anaweza akarudi nyumbani na akawa salama. Wao ndio watakaotoa taarifa kamili kwamba nyoka aliyekuuma inawezekana hana madhara na hajakuachia sumu, kwa hiyo utarudi nyumbani na utakuwa sawa. Au nyoka inawezekana akawa ana sumu, kwa hiyo tukae tukuangalie kwa muda fulani. Au nyoka ana sumu zeni ukapata matibabu ambayo ni sahihi na kwa wakati. Kuna tabia baadhi kwamba katika jamii zetu mtu aking'atwa na nyoka tunajaribu kukwangua tukisema kwamba tunatoa meno. Hicho kitu hakishauriwi na ni hatari. Sababu gani? Wakati mwingine vifaa tunavyotumia badala ya kumsaidia, kumbe tunaingiza vijidudu vya maradhi ambavyo vitakuja kumpelekea kupata maradhi makubwa. Kwa hiyo haishauriwi kabisa. Lakini pia kuna ile hali kwamba nimemkuta labda tukakuta mtu kagongwa na yule nyoka yupo, badala ya kuanza kumsaidia mtu tukaanza kupambana na nyoka. Hicho kitu pia hakishauriwi. Labda kama kuna uwezekano tusianze kukimbizana na nyoka badala ya kumsaidia mtu. Kwa hiyo tumwache nyoka aende zake, zeni tumsaidie mtu kumfikisha katika mazingira ambayo ni salama. Na kingine ambacho pia nimesema kwamba kama ni sahihi kufunga kamba, lakini kama tukifunga kamba basi tuchukue tahadhari. Tusije tukafunga kamba
unatembea mwendo wa masaa 2-3 hujailegeza ile kamba. Wakati mwingine kwa nyoka hao ambao wanashambulia seli, sio kwamba tutamsaidia mtu, isipokuwa tutamsaidia kwenda mwisho wa siku akifika kule apoteze hicho kiungo. Jambo jingine ambalo hatushauriwi kulifanya kwa mtu ambaye ameng'atwa na nyoka ni swala la kuchanja au tulivyosema pia kukwangua sehemu ambayo mtu ameng'atwa na nyoka. Kwa sababu kama tulivyosema mwanzo kwamba ni kuepusha kuleta madhara kwa kuingiza vijidudu vya maradhi, lakini wakati mwingine hatufahamu kwamba ni aina gani ya nyoka ambaye amemuuma. Sababu kwa mfano kama ameumwa na yule nyoka ambaye akikuuma anafanya damu isigande. Kwa hiyo kwamba itakapoanza kutoka damu itakuwa na eneo kubwa la kutoka ambayo itatoka kwa wingi na madhara yake yatakuwa ni makubwa zaidi. Kwa hivyo vitu pia hatushauriwi kabisa vifanyike kwa mtu ambaye ameng'atwa na nyoka. Jambo jingine ambalo kwamba hatushauriwi kulifanya kwa mtu ambaye ameng'atwa na nyoka ni kujaribu kunyonya sumu kupitia eneo ambalo ameng'atwa na nyoka. Kwa sababu gani? Kwanza tuna bakteria kwa wakati mwingine kwenye midomo yetu, kwa hiyo tunaweza tukamuingizia vimelea vya maradhi zaidi. Lakini pia kama kweli nyoka aliyemgonga ana sumu, ile sumu wakati wa kunyonya pia na wewe inaweza ikakuzuru. Kwa hiyo jambo pia halishauriwi kwa kukinga madhara kote wawili, wewe kumuongezea madhara yule ambaye ameng'atwa na nyoka au wewe kupata madhara kutokana na sumu ambayo imempata yule mtu ambaye ameng'atwa na nyoka. Nestor Ndunguru ambaye ni afisa mazingira katika kampuni ya Apex Resources Limited anaelezea namna ambavyo wanakabiliana na nyoka katika mazingira yao ya kazi. Kwa majina naitwa Nestor Constantine Ndunguru. Mimi ni mfanyakazi wa Apex Resources Limited na cheo changu ni afisa mazingira kwa hapa kwenye kampuni yetu ya Apex Resources Limited, na pia ni mtaalamu wa ukamataji wa nyoka au kudhibiti nyoka anapokuwa hapa mgodini yanapotokea, na hasa pale ambapo ikitokea kuna nyoka ametokea aidha shimoni au surface, basi moja kwa moja wanawasiliana na mimi. Tumeweka matangazo kwa wafanyakazi wote kwamba inapotokea kwamba nyoka ameonekana, basi wanatakiwa kunitaarifu mara moja, iwe mchana au usiku, wananitaarifu na kwenda kumwangalia. Lakini pia kuna nyoka wanaopatikana mazingira haya ya kazini, wengi wanakuwa sio nyoka wenye sumu, wanakuwa ni nyoka ambao ni wa kawaida, kwa kitaalamu tunawaita sand snake. Sand snake ni nyoka wanaoonekana mara nyingi kwa hapa mazingira yetu ya kampuni, wenyewe wanakuwa hawana sumu kabisa na nilishakutana nao mara kadhaa. Kwa hiyo nimeweza kuwadhibiti, na ili kuondoa taharuki kwa wafanyakazi wasije wakapata ajali au kukimbia au kuweza kuumia, basi moja kwa moja tunawakabili na kuwakamata, na pia nikiwakamata moja kwa moja tunawaelekeza maeneo ya polini mbali na site ya kampuni, kwa sababu kimazingira haturuhusiwi kuua kiumbe chochote, asasa nyoka haturuhusiwi kuua. Kwa hiyo tunawakamata akiwa ndani ya eneo la kampuni au eneo la wafanyakazi na kuwapeleka nje ya site ya kampuni, ili kwa kuweza kutunza mazingira. Kwa haturuhusiwi kabisa kuweza kuua nyoka, na ndio maana nipo kwa ajili ya hiyo kazi ya kuweza kuhamisha kutoka eneo la kazi na kuweza kuhamisha nje ya kampuni. Lakini pia ili kuweza kuondoa hiyo hazma ya mfanyakazi anapokuwa imetokea tatizo, kuna emergency ambayo tunaweza kuchukua kwamba kumpeleka mtu hospitali, au tuna dispensary pia ya kampuni ili kuweza kumpa huduma ya kwanza, lakini pia kuweza kumpeleka hospitali kubwa kwa ajili ya matibabu zaidi, aidha Chunya au Mbeya, kulingana na daktari atakapoweza kushauri zaidi. Kwa upande wake Habibu Mpandashalo anaelezea ni kwa namna gani anakabiliana na matukio ya nyoka. Sina utaalamu mwingi sana kuhusiana na masuala ya nyoka, lakini kiasi kichache ninachokifahamu ni kwamba unapogongwa na nyoka au unapoumwa na nyoka, jambo la kwanza ni vizuri kutambua ni nyoka wa aina gani, kwa sababu nyoka wana sumu tofauti tofauti na viwango vya sumu vina tofautiana ukali wake. Kwa hiyo jambo la kwanza utambue ni nyoka wa aina gani. Kwa nini? Kwa sababu unapotambua nyoka wa aina gani, kwenye mitandao kumetokea kwamba unaweza ukapiga simu mahali ambapo kwenye wataalamu wa nyoka na wakakupa kueleza kwamba hatua ya kwanza au first aid ufanye nini. Lakini ninavyofahamu kulingana na experience nilionayo mimi ni kwamba kisha ng'ata na nyoka ujue ni aina gani, halafu angalia ni mahali gani pameng'atwa. Mara nyingi tunang'atwa kwenye miguu
miguu. Kwa hiyo unafunga kitambaa ili kuzuia ile sumu isipande juu. Lakini hilo ni jambo la kwanza kabisa. Jambo la pili, sasa umeshajua kwamba ni nyoka aina gani, umeshafunga kile kitambaa at least kuzuia ile damu, sumu ile isipande juu. Hapo sasa unaweza kwenda ukapata msaada kwenye hospitali yoyote ili iliyo karibu. Wanyama hao wanapenda sana mazingira ambayo ya giza kwenye mashimo na kitu kama hicho. Kwa hiyo usafi ndani ya nyumba ni vizuri sana, au mazingira yanayozunguka nyumba ni vizuri sana kwa wasafi, ili kusudi kuhakikisha hatui marafiki zao, hatuwakaribishi katika majumba yetu. Mtazamaji, tumefika tamati ya kipindi chetu cha leo. Endelea kufuatilia vipindi vyetu vya Ijue Mamlaka ya Maabara ya Mkemia Mkuu wa Serikali. Kwa niaba ya Kitengo cha Mawasiliano na Uhusiano kwa Umma, Mamlaka ya Maabara ya Mkemia Mkuu wa Serikali, mimi ni Okello Thomas. Kwa heri kwa sasa. Mamlaka ya Maabara ya Mkemia Mkuu wa Serikali GCLA ni maabara ya rufaa ya serikali GCLA. Tunalinda afya ya jamii na mazingira GCLA. Asante Rais Samia, kazi iendelee GCLA. Mamlaka ya Maabara ya Mkemia Mkuu wa Serikali ni taasisi ya kisayansi ya serikali yenye majukumu ya kufanya uchunguzi wa kimaabara wa vielelezo na sampuli mbalimbali. Inatoa ushahidi